Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tulio kuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Wakazi wa Bor nchini Sudani Kusini waeleza walivyonufaika na mafunzo ya kilimo kutoka kwa walinda amani wa Umoja wa Mataifa. Mara ya kwanza tulizalisha karibu kilo 500 tulipotumia mbinu za mikono. Baadaye tulipoweka mashine tukaanza kuvuna tani 2 na sasa tunavuna tani 5. Na leo katika Jifunze Kiswahili tunabisha hodi Chuo Kikuu cha Nairobi nchini Kenya kupata ufafanuzi wa methali. Karibu. Ni Alhamisi ya tarehe 11 ya mwezi Desemba mwaka 2025. Na mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, kwanza ni muktasari wa habari ambao hii leo nawasilishwa kwako na Flora Nducha. Karibu Flora. Asante Lea, tuanzie Afrika. Mapigano makali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC yamesababisha vifo vya zaidi ya raia 70, kuwafurusha zaidi ya raia 200,000 na kusitisha msaada wa chakula kwa maelfu. Umoja wa Mataifa umesema hali katika Kivu Kusini imezorota kwa kasi, huku msaada wa WFP ukisimama na shule zaidi ya 30 zikigeuzwa makazi ya dharura. Katika taarifa yake, naibu msemaji wa Umoja wa Mataifa Farhan Haq amesema hali imefikia kiwango cha hatari, akionya kuwa familia zinazoishi kwa njaa sasa zinagawana chakula chao cha mwisho na watu waliokimbia makazi. Hii ni dharura inayovuka mipaka. Umoja wa Mataifa unazitaka pande zote kusitisha mapigano mara moja na kuruhusu misaada ya kibinadamu kufikia walio hatarini. Mkutano wa kikao cha 7 wa Baraza la Mazingira la Umoja wa Mataifa UNEA 7 unaelekea ukingoni jijini Nairobi, Kenya, na miongoni mwa washiriki ni kijana mwanaharakati wa mazingira kutoka asasi ya Umoja wa Mataifa UNA Tanzania, Ali Mwamzora. Timu ya mwaka huu inayosema kuimarisha ustahimilivu endelevu kwa sayari imara ni topic nzuri sana ambayo tumeona sasa namna gani watu mbalimbali, mataifa mbalimbali, wadau mbalimbali wa mazingira wote tumekutana hapa Nairobi kuweza kujadiliana namna gani tutaweza kuendeleza jitihada kuhakikisha kwamba tunapata sayari imara. Lakini pia tukiangalia kumekuwa kuna matukio mengi sana. Miongoni mwa matukio yaliyonifurahisha zaidi ni topic zinazohusiana na ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi. Na wote tunaweza kuwa mashahidi kwamba mabadiliko ya tabia nchi ni kitu ambacho tunakiona. Sasa namna gani tunaweza kuzijengea jamii uwezo wa kustahimili mabadiliko ya tabia nchi. Na leo Umoja wa Mataifa unaadhimisha siku ya kimataifa ya milima, ukisisitiza umuhimu wa milima kama kitovu cha maji ya dunia. Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO, takribani 70% ya maji safi duniani yamehifadhiwa katika theluji au barafu, yakitoa mito inayosambaza maji ya kunywa, kilimo, viwanda na umeme. Na takribani watu bilioni 2, ikiwa ni pamoja na jamii nyingi za watu wa asili, wanategemea maji ya milimani kwa mahitaji yao ya kila siku, maisha pamoja na tamaduni zao. Wataalamu wanasisitiza kuwa kulinda mazingira ya milima ni muhimu ili kuhakikisha upatikanaji wa maji kwa vizazi vijavyo. Mwisho wa muhtasari wa habari kwako Lea. Asante sana Flora Nducha kutuletea muktasari wa habari. Je, wafahamu maana ya methali mwenda wazimu hapewi upanga? Kama la, basi ungana nami katika kipengele cha Jifunze Kiswahili. Salia papo hapo tafadhali. Kutoka New York, sauti ya Umoja from the United Nations. Alors que le réchauffement record met à Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika. Unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/SW kwa taarifa na makala. Mimi ni Lea Mushi, tunasonga mbele na sasa ni wasawa mada kwa kina, ambapo Arnold Kayanda wa idhaa hii anaangazia msaada wa mafunzo
wa walinda amani wa Umoja wa Mataifa kutoka Korea Kusini wanaohudumu kwenye ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Sudan Kusini, UNMISS, kupitia wanasayansi na wakulima wa eneo la Bor katika mradi wa kilimo cha mpunga unavyoleta ustawi kwa jamii ya katikati mwa Sudan Kusini. Karibu Arnold. Asante Lea. Miaka michache iliyopita, athari za mabadiliko ya tabia nchi ziliwakumba wakulima katika jimbo la Jonglei, eneo la chini linalokumbwa na mafuriko nchini Sudani Kusini. Madhara yalikuwa makubwa, huku wengi wao wakishuhudia mazao na vyanzo vyao vya mapato vikiharibiwa au kuondolewa kabisa na maji. John Choli ni mmoja wa wakulima katika eneo la Bor. Nilikuwa na miti ya embe kama 400, mipera, limau na miti ya mitiki, miti ya matunda. Lakini mafuriko yalipokuja mwaka 2020 yaliharibu kila kitu. Baada ya kubaini kuwa mabadiliko hayo ya tabia nchi yenye mvua nyingi yangeendelea na mazao ya kienyeji kama mtama na mahindi yakiendelea kuwa hatarini kuangamia, ilibidi hatua zichukuliwe. Mwezi Juni mwaka 2023, wanasayansi wa kilimo kutoka chuo kikuu cha John Garang mjini Bor, wakiwa wamehamasishwa na kuungwa mkono na walinda amani wa Korea Kusini wa UNMISS, walikuja na wazo ambalo kwa baadhi lilionekana kama la ajabu. Kwa nini wasioteshe mpunga, zao linalostawi vizuri kwenye maeneo yenye maji mengi? Tangu wakati huo, takriban wakulima 150 wa kiume na wa kike kutoka ndani na nje ya Bor wamejifunza hatua zote muhimu za kilimo cha mpunga. Na John Chol, akiwa miongoni mwa wahitimu wa hivi karibuni, anasema wakulima tuliitwa na chuo kikuu cha John Garang kwenda kuona jinsi mradi wa mpunga unavyoendeshwa kwa kushirikiana na UNMISS. Tulipewa mbegu, tukaambiwa tuende tukazipande. We were told to go and plant the seed. Tarehe 10 Agosti mwaka huu, miezi michache baada ya kusafisha ekari moja shamba jipya, John alifanya hivyo. Miezi mitatu baadaye, anavuna matunda ya kazi yake. Magunia 15, sawa na kilo 750 ya mpunga, anazotarajia kutoka kwenye eneo lake dogo la majaribio, yamewabadilisha majirani waliokuwa na mashaka na sasa wanaamini. John anafafanua hilo. When I start planting here, they came. Nilipoanza kupanda hapa, walikuja wakasema, "Unafanya nini?" Nikasema napanda mpunga. Wakasema, "Mpunga unaweza kuota hapa?" Nikawaambia, "Unaota." Sasa wanaona mpunga umekomaa. Wanasema watanisaidia palizi. Bila kuwapa chochote, wakapalilia. Na wanasema mwaka ujao tutajiunga nawe kupanda mpunga. Hapa ndipo niliwaambia uongozi wetu kuna wanawake zaidi ya 200 wanaotaka kupanda mpunga mwaka ujao. They want to plant right next year. Kutokana na mahitaji makubwa ya mafunzo, maprofesa wa chuo kikuu, walinda amani wa Korea Kusini na wanafunzi wa awali wanaosaidia kufundisha wanaoanza watakuwa na kazi nyingi kwa miaka ijayo. Kama si msimu wa kiangazi wa Sudani Kusini, uzalishaji ungekuwa mkubwa zaidi. Miezi michache bila mvua inamaanisha kwamba waanzilishi hao wa Jonglei wanaweza kupata mavuno 3 badala ya 4 kwa mwaka. Hata hivyo, kipato cha ziada kutoka kwenye mazao yao kina faida kubwa. John anatumia kipato hicho kulipia ada za shule za watoto wake 7, na kwa mwanawe mkubwa anayekaribia kumaliza elimu ya sekondari ana mpango maalum. Say that I will tell you to university. Nimemwambia nitakupeleka chuo kikuu usome kilimo. Ukirudi utanifundisha. Baba, kilimo hakifanywi kwa njia hii. Nimekuwa nikimwambia lazima asome kilimo kwa sababu kupitia kilimo ndiko tunapata chakula. This is where we can get food. Peter Ajak Atenyi naye ni mkulima wa mpunga, mnufaika wa mafunzo ambaye pia sasa ni mkufunzi wa wanafunzi wapya. Anaeleza alivyonufaika. Mafunzo haya yamekuwa na maana kubwa kwangu, kwa wanafunzi niliowafundisha na kwa wakulima. Matokeo ni kwamba tumepata ujuzi wa kudumu, tumeingia kwenye uzalishaji wa mpunga, kuboresha uchumi na uhakika wa chakula. Kupitia uzalishaji huu, sasa tunauza mpunga na pia unaliwa shambani na sokoni. Mitaala ya mafunzo haya ya ufundi ni pana na inajumuisha maandalizi ya udongo, mbinu bora za upandaji, udhibiti wa wadudu, umwagiliaji na usimamizi wa maji. Pengine kipengele chake cha kipekee zaidi ni mafunzo ya kuendesha mashine mbalimbali zinazoweza kuongeza tija kwa kiwango kikubwa. Peter Ajak Atenyi anafafanua zaidi. Mara ya kwanza tulizalisha karibu kilo 500 tulipotumia mbinu za mikono.
Baadaye tulipoweka mashine, tukaanza kuvuna tani 2 na sasa tunavuna tani 5. Now we are harvesting 5 tons. Mipango tayari imeanza kwa kundi jipya la wanafunzi ambao wanatarajiwa kutumia ujuzi wao mpya msimu ujao wa upandaji unapofika. Shukran sana Arnold Kayanda kwa mada hiyo kwa kina, na kila laheri wakulima wa Sudan Kusini. Na sasa ni wasawa kujifunza lugha ya Kiswahili, na leo mchambuzi wetu ni Dr. Josephat Gitonga ambaye yeye ni mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Nairobi nchini Kenya kwenye kitivo cha tafsiri na ukalimani. Anafafanua maana ya methali mwenda wazimu hapewi upanga. Hujambo msikilizaji. Hii leo tunaangazia methali kwamba mwenda wazimu hapewi upanga. Maana ya methali hii ni kwamba mtu aliye na tatizo la akili au aliyevurugika akili na kutokuwa na akili timamu hapewi kifaa kinacho katakata au chenye makali. Yaani mwenye akili pungwani hapaswi kupewa upanga. Hii ni kwa sababu hatajua namna ya kuutumia upanga ule, kwa vile hafikirii vyema, na hivyo anaweza kuutumia upanga ule kujiangamiza yeye mwenyewe, kuharibu vitu au kuangamiza wengine walio karibu naye kwa kuwakatakata pasi na kujali. Atafanya hivyo akiangua kicheko, kwani hawezi kung'amua wema au uovu. Ni methali iliyo na ushauri kwamba mtu ambaye haelewi jinsi ya kukitumia kitu hapaswi kupewa kitu hicho kamwe. Yaani asiyejua maana au namna ya kukitumia kitu fulani, yeye ni kama mwenda wazimu. Ukimpa atajiangamiza nacho na aangamize wengine. Kwa mfano, ukimpa mtu uongozi na haelewi kabisa jinsi ya kuongoza, basi atautumia uongozi huo kujiangamiza na vile vile kuangamiza awaongozao. Katu tusimpe mwenda wazimu upanga, tutaangamia sote. Asante. Shukran sana Dr. Josephat Gitonga kwa elimu hiyo. Basi nami nakunja jamvi la jarida letu, na tutakutana tena Jumanne ya wiki ijayo kwa jarida lingine la video. Lakini kwa upande wa vipindi vya redio ni kila siku, hivyo kesho Ijumaa utapata habari za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo kwa sasa unaweza kutazama habari nyingine na video ambazo tunakuwekea kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na katika ukurasa wa X jina ni hilo hilo Habari za UN. Kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN katika Play Store na App Store. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili, mimi ni Lea Mushi na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.